Haleluya. Ndio maana hata yeye mwenyewe katika mafundisho yake, pamoja na kwamba alisema nitafufuka, lakini pia alifundisha ya kwamba mimi ndimi njia, kweli na nini, na ufufuo. Mimi ndio ufufuo. Haleluya. Yesu mwenyewe anasema mimi ndio ule ufufuo. Kwa hiyo ukitaka ufufuo halisi, wewe mtafute Yesu, kwa sababu yeye ndiye ufufuo wenyewe. Sema amen. Sema amina. Chochote unachoona kimewekwa katika hali ya kuangamia, hali ya kuzikwa, hali ya kufa, maana yake kinamhitaji Yesu, kinahitaji ufufuo, kinahitaji nguvu ya siku ya tatu, kinahitaji ile neema ya siku ya tatu ikatokee. Na kwa kuwa tunazungumzia unabii wa hiyo siku, maana yake tayari alishatamkwa kwenye maandiko, ilishatabiriwa kwamba atafufuka. Na wewe mwenyewe chochote unachokiona kimekaa vibaya, tayari kwenye maandiko kimeshatamkwa ya kwamba kitafufuliwa. Hebu sema amen. Uwe na uhakika kwenye hilo jambo. Ukikaa na uwe uhakika, hakika hautashindwa lolote. Tukisoma kitabu cha Hosea 6 mstari wa 1 na wa 2, anasema njoni tumrudie Bwana. Amen. Njoni tumrudie Bwana, maana yeye amerarua na yeye ametuponya, yeye amepiga na yeye atatufunga majeraha zetu. Baada ya siku 2 atatufufua, siku ya 3 atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Baada ya kufufuliwa, siku ya 3 ni kuinuliwa na kuishi mbele zake Mungu wetu. Kuishi mbele za Mungu maana yake ni kuishi kwa kuambatana na ile neema ya Mungu, kwa kukaa ndani ya sheria ya Mungu. Siku ya 3 atatuinua, maana yake ule unabii wa siku ya 3 pia unaambatana na kuinuliwa. Hebu sema amina. Msaidie kuandika. Haleluya. Manake unaambatanishwa na nguvu ya kuinuliwa. Chochote kilikuwa kimelala chini, kilikuwa kimeanguka, kinakwenda kuinuliwa. Ndio maana hata Yesu mwenyewe anaitwa yeye ni limbuko la waliolala. Limbuko la waliolala. Manake yeye ni mzaliwa wa kwanza. Amechukua ile nafasi ya watu waliolala wote, alafu yeye akajitoa kuwa ndio firstborn wao. Pamoja na kwamba watu wote wamelala, lakini yeye ambaye ndiye limbuko lao ameweza kuinuka. Maana yake hawa wote ambao wamelala, kama mzaliwa wa kwanza ameweza kuinuka, na hawa wote watainuka, na hawa wote watafufuliwa. Hebu sema amen. Mzaliwa wa kwanza ni Yesu pekee, na yeye ndiye anayebeba nguvu ya ufufuo, na yeye ndiye ufufuo wenyewe. Unapohitaji chochote kifufuke, maana yake unayemhitaji ni Yesu mwenyewe. Hauwezi ukahitaji vitu vifufuke, hauwezi ukahitaji ndoa, hauwezi ukahitaji kibali cha biashara kifufuliwe bila ya kumhitaji Yesu. Amen. You need Jesus. Yes. Sema ndio. Sema ndio. Unamhitaji Yesu. Yes. Katika maisha, katika karama, katika kazi zako, katika biashara, unamhitaji Yesu. Kwa hiyo tukio la yeye kufufuka siku ya Pasaka sio swala la kihistoria pekee, ni swala la uhalisia wa maisha yetu mimi na wewe leo hata milele.
tunaishi katika neema ya ufufuo. Maana kama hakufufuka, haya yote tunayoyaongea ni bure, kwa sababu alifufuka, na tuna uhakika, tunatamka ya kwamba alifufuka. Kwa hiyo yote tunayoyaongea yana kibali cha Mungu, na hakuna kitakachobaki kimezikwa. Wachawi huwa wanakuchukua, wanachukua vitu vyako, wanavizika. Lakini leo tunatamka ya kwamba siku ya tatu vyote vinafufuliwa, vyote vinainuka, vyote vinaachiliwa. Ndicho kitu tulichopewa na Mungu leo. Ndio ujumbe wangu kwako kutoka kwa Bwana, ya kwamba ndoa za watu zitafufuliwa, biashara za watu zinafufuliwa. Amen. Hebu sema amen. Amen. Kazi za mikono, kuna watu ambao imani zao zimezikwa kutokana na matukio na vitu mbalimbali vilivyowatokea. Lakini leo Mungu akafufue kila kilichozikwa. Amen. Sema amen. Amina. Sawa si sawa? Sawa. Ninapotamka sema amina. Amina. Sema amina mbele za Bwana. Amen. Unaposema amina vinafufuliwa. Yes. Kwa sababu tunaishi kwa nini? Kwa imani. Amen. Imani chanzo chake ni kusikia. Yaani ukishasikia hii sauti, unajua kuna kitu kinaenda kufufuliwa. Amen. Sema amina. Amen. Sawa si sawa Bwana Laiza? Kabisa. Migodi yako itafufuliwa. Amen. Imani yako itafufuliwa. Amen. Hebu tumpigie Bwana Yesu makofi. Amina. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Chochote kilichozikwa, kilichowekwa kwenye makaburi katika maisha yangu, katika ibada ya leo, na kileta mbele zako, ile nguvu ya ufufuo ikapate kukifufua kwa jina la Yesu, pamoja na uzito wote nilioupitia kwa sababu ya maziko, kwa sababu ya uharibifu, kwa sababu ya kufishwa vitu vyangu. Leo nafufuka upya kama ulivyofufuka kutoka kwa wafu. Natamka katika ibada ya leo, na maisha yangu yanafufuliwa. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi. Pigie Bwana Yesu makofi hapo ulipo. Bado sijasikia makofi ya watakatifu ambao wanataka ibada zao zifufuliwe. Amen. Ulikuwa na ibada za mwisho wa mwezi. Yes. Ulikuwa na ibada za mwisho wa wiki. Amen. Ulikuwa na ibada za kukesha na familia. Amen. Ulikuwa na maombi ya familia. Yes. Yamekufa. Yes. Yamezikwa. Leo yafufuliwe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Natamka leo ndio ile siku ya tatu ambayo Bwana aliitabiri ya kwamba libomoeni hekalu hili, livunjeni hekalu hili, ndani ya siku tatu nitalijenga. Siku za tatu zimeendelea, na leo ni hitimisho la siku ya tatu. Kila kilichobomolewa kikainuliwe, kilichobomolewa kikajengwe. Tumepewa mamlaka ya kubomoa, tumepewa mamlaka ya kuvunja, tumepewa mamlaka ya kung'oa, ili tupate kujenga, ili tupate kupanda, ili tupate kuinua upya. Sema amina mbele za Bwana. Haya ni mambo ya kiimani. Amen. Wakati Kristo anawapa hizi habari, amina, waliona kama anazungumza vitu vya kusadikika. Amen. Hekalu hili tumehangaika nalo kulijenga miaka na miaka. Yes. Leo unasema ya kwamba siku tatu utalijenga. Amina. Haleluya. Amen. Hawakujua ya kwamba alikuwa akizungumza kwa habari ya mwili wake. Amina. Mwili wa Kristo ni hekalu. Mwili wako ni hekalu. Yes. Maandiko yanasema ya kwamba hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Amen. Kama wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu, yes, ili upate kufufuliwa, amina, ili ukae katika ufufuo, amen, unahitaji kweli kweli Roho Mtakatifu, yes, akae ndani yako. Amina. Tunapozungumza habari za Roho Mtakatifu tunazungumza habari za Yesu. Amen. Kwa sababu ni yule yule. Amina. Mungu Baba, Mungu Mwana, Roho Mtakatifu, amen, vyote ni Yesu pekee. Amen. Sema amina. Amina. Hivyo ni vyeo, ni nafasi. Amen. Lakini yeye analo jina
lipitalo majina yote. Amen. Jina lenye mamlaka, jina lenye nguvu. Amen. Ambalo kwa hilo jina vyote vinaweza kufufuka kama yeye alivyofufuka. Amen. Ninatamka chochote kilichozikwa kwenye maisha yako, yes, kikafufuliwe kwa jina la Yesu. Amen. Chochote kilichozikwa kwa njia yoyote, Amen, walizika karama, walizika kibali, yes, walizika imani, walizika kazi za mikono, Amen, walizika amani yako, leo ikafufuliwe kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Natamka urejesho, yes, natamka baraka, amen, za mashambani, amen, baraka, yes, za mjini, amen, zilizozikwa zikafufuliwe, yes, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Sema amina tena. Amen. Sema amina, wachawi wasikie. Amen. Sema amina na maadui zako wasikie. Amen. Yeye mwenyewe alisema ilipaswa nikamatwe na maadui zangu, yes, nipigwe, amen, niteswe, amen, nizikwe, amen, lakini siku ya tatu, yes, nikafufuka, nitafufuka. Yes. Kwa hiyo haijalishi maadui wamekukamata, amen, wamekupiga, yes, wamekuangusha, wamekuweka chini, ndio, lakini leo tunazungumza kwa habari ya siku ya tatu, ambayo ndio siku yenye mapinduzi, ndio siku yenye matokeo, yes, ndio siku yenye kibali maalum, ndio siku iliyotabiriwa tangu kipindi cha Hosea. Yes. Amesema siku ya tatu atatuinua. Amen. Na leo ninatamka ukainuliwe kwa jina la Yesu. Amen. Wangapi wako tayari kuinuliwa? Amen. Inua mikono, sema ninainua kazi zangu, ninainua biashara zangu, ninainua elimu yangu, ninainua uchumi wangu, ninainua mawazo yangu, ninainua mipango yangu, ninainua familia yangu, ninainua uzao wangu, ninainua kila kitu, kila kilicholala, kila kilichoanguka leo ninakiinua, leo ninakipandisha. Chochote kilichowekwa chini nakiinua kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi ya kutosha. Amen. Piga makofi ya imani. Amen. Piga makofi ya imani. Amen. Unajua swala la kuinuliwa ni swala la wewe kulifanyia uchungu ndani yako. Sema amina. Sema amen. Haleluya. Amen. Naomba tusome kitabu cha Kutoka sura ya 19 mstari wa 10 na wa 11. Hizi zote ni habari za Agano la Kale. Amen. Nitasoma kitabu cha Kutoka sura ya 19 mstari wa 10 na wa 11. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Bwana akamwambia Musa, enenda kwa watu hawa, ukawatakase leo na kesho, wakazifue nguo zao. Mstari wa 11. Ndio, wawe tayari kwa siku ya tatu. Kwa siku ya ngapi? Ya tatu. Wawe tayari kwa siku ya ngapi? Ya tatu. Waambie wajitakase, yes, wafue nguo zao. Amina. Kwa ajili ya kuwa tayari kwa siku ya tatu. Amina. Kwa hiyo siku ya tatu ndio finali. Yes. Ndio tukio lenyewe kuu. Amen. Lakini lazima wajitakase, wajiandae, wafue nguo zao. Amina. Maanake hao wafanye maombi ya maandalizi. Yes. Kwa sababu siku ya tatu ni siku special. Amen. Ya watu kwenda kushukiwa na Mungu. Amina. Ukiendelea inasemaje? Maana siku ya tatu Bwana atashuka. Bwana atafanya nini? Atashuka. Amen. Kama alikuwa hajawahi kukushukia, yes, na kutamkia katika ibada ya leo, Bwana akashuke kwenye maisha yako. Amen. Bwana akashuke kwenye uchumi wako. Amen. Bwana akashuke kwenye karama na vipawa na ndoa na elimu, kwenye sebule yako, chumbani kwako, Bwana akashuke. Kwa watoto wako, Bwana akashuke. Natamka kila mahali ambapo haujawahi kuona uwepo wa Mungu, hata pale sebuleni ambapo ukiomba bado unasikia uzito, natamka katika ibada ya leo, Bwana akashuke. Amen. Kwa maana siku ya tatu imetimia. Sema amen. Amen.
Sema amina. Amen. Sema amina mbele za Bwana. Amen. Bwana akishuka, uwepo wa Mungu utaambatana na wewe. Amen. Ni lazima tutafute sana Mungu kushuka katika ibada zetu, katika familia zetu. Amen. Tusiende na maombi makavu. Amen. 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 Tusiende na maombi makavu, maombi ya kuibuka kama umetoka kwenye shimo. Amen. Wana wa Israeli walipewa 2 days to prepare. Amen. 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 Kama manake unakuja kwenye ibada ya Alhamisi, kuanzia Jumanne, Jumatano unaanza kujiandaa. Ikifika Alhamisi, yes, Mungu akashuke kwenye maisha yangu katika ibada. Haleluya. Amen. Kama ni ibada ni Jumapili, manake wewe tangu Ijumaa unaombea Jumapili. Yes. Unaanza kujitakasa. Amen. Unaanza kuosha mavazi. Amen. Unatafuta uwepo wa Jumapili, siku ya tatu. Amina. Sema amen. Amen. Kama kuna tukio lolote ambalo kwenye maisha yako unataka lifanyike, yes, lazima ulifanyie maandalizi ili Mungu ashuke. Amen. Amina. Sema amina. Amen. Sema amina. Amina. Unataka kufanya jambo lako, unaingia kwenye mtihani, unaingia kwenye interview. Yes. Ili Mungu ashuke kwenye hiyo interview, amen, you need to prepare. Amen. Unatakiwa ujiandae kwamba Mungu, ninapoingia kwenye interview niingie na wewe ushuke pale. Amen. Unipe kibali cha kushinda. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unaenda kupanda mazao shambani. Yes. Umeshaandaa mbegu. Amen. Kabla hujaenda, yes, ili Mungu ashuke. Amen. Na unavyopanda mbegu na Mungu anashuka pale. Amen. Lazima uandae, unaipa siku ya 3, unaipa 2 days back, una prepare. Haleluya. Unajiandaa. Esther ili apate kibali mbele za mfalme, amen, aliwaomba watu wote, kabila nzima waombe, yes, siku 3, kwa sababu siku ya 3 anaenda kuingia. Ndio. Kuna jambo linaenda kutokea. Ndio. Siku ya 3 ni muhimu. Amina. Haleluya, watu wa Mungu. Amina. Haleluya, haleluya. Amina. Tuko pamoja ama tumeachana? Tuko pamoja. Tuko sawa sawa. Ndio. Kwa hiyo nguvu ya ufufuo ndio iambatane nasi. Amina. Katika siku ya 3. Yes. Ndio maana maombi mengi ukifanya, ndio ukishafika siku ya kwanza ya pili unaweza kuona msukosuko. Lakini ukishavuka pale, ukiingia siku ya 3, ndio unaanza kuona mwelekeo wa maombi yako. Amina. Hata kama ni maombi ya siku 40, ndio hata kama ni maombi ya siku 21, hata kama ni maombi ya siku 10, ndio lakini ile hatua ya 3, amina, huwa ina matokeo fulani. Amina. Huwa ina mlango fulani. Ni kweli. Katika mpenyo wa maombi. Amina. Kama ukishaweza kufunga siku 2, ile siku ya 3 ndipo unapoanza kuona kwamba ni kawaida, kumbe nipo na Mungu. Amina. Siku ya kwanza unaweza kuona kama nakata roho. Roho inaachana na mwili. Amina. Unaanza kuomba maombi yote kwa Bwana akutetee. Amina. Na hapo ni saa 6 tu mchana, bado hata hujafika jioni. Lakini ukishaweza kuvuka siku ya kwanza, ya 2, ya 3, kibali kinaanza kuachia. Amina. Hata mtu mwingine ulimpa maombi ya siku 3, akishafika siku ya 3 anaomba, kwani si niendelee tu, niendeleze, naona hapa nimeshatoboa. Ndio. Anataka apige hata siku 10. Amina. Kwa sababu tayari Mungu ameshashuka. Amina. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kile kibali cha siku ya 3 naomba nitembee nacho. Na kuomba Bwana unishukie kwenye maisha yangu, kunipa neema, kunipa amani, kunipa kibali, kunipa mfungulivu, kunipa upenyo wa matokeo kwa jina la Yesu. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi hapo ulipo. Ongeza makofi ya kutosha. Ongeza makofi ya kueleweka.
Haleluya. Tusome kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 5 na wa 6. Nitasoma kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 5 na wa 6. Yes. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Malaika akajibu akawaambia, wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Mstari wa 6. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Amina. Haleluya. Amen. Mnamtafuta Yesu yule aliyesulubiwa. Amina. Amen. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Yesu anaposema ni unabii, ni utabiri. Kama hapa nikitamka kitu, manake ni utabiri, ni unabii, na yanakwenda kutokea. Nikisema utajenga nyumba, watu wengine wanaweza wakakudharau, wanaweza kuona kwani anajifurahisha. Lakini ikifika siku ya 3 wataona upo kwenye nyumba yako. Amina. Kama alivyosema mtumishi. Amina. Nikisema utaolewa, amen, wachawi nao wanasema ya kwao kwamba huyu haolewi. Amina. Kwenye ukoo wetu hamna mambo ya ndoa. Yes. Lakini tukitamka kwa jina la Yesu, amen, manake ni Yesu ametamka. Amina. Haleluya. Amen. Manake ni Yesu ametamka. Ndio maana wewe mwenyewe jitabirie. Amina. Ujifunze kujitamkia. Amen. Kwa sababu Yesu alijitamkia mwenyewe. Yes. Na alikuja kutokea na watu wote wakashangaa. Amina. Kama unakaa ndani ya Yesu na Yesu anakaa ndani yako, amen, unao uwezo wa kujitamkia. Amina. Na yakatokea. Yes. Haleluya. Amen. Na yakatokea. Amen. Ni mamlaka ya sauti, ni mamlaka ya matamko. Amina. Lazima ujifunze matamko. Yes. Juu ya maisha yako, kwa sababu imani inakuja kwa kusikia. Amen. Unapojitamkia unasikia. Yes. Na unaposikia unaamini, ukiamini yanatokea. Amina. Haleluya. Amen. Hayupo hapa, amefufuka kama alivyosema. Yes. Je, wewe unasema nini juu ya maisha yako? Amina. Wewe unasema nini juu ya vita ulionayo? Yes. Yesu aliiona vita ambayo watakutana nayo. Amen. Na aliwaambia mitume wake kwamba watanikamata maadui. Amina. Imempasa mwana wa Adamu kupitia mateso haya. Yes. Lakini siku ya 3 amina, atafufuka katika wafu. Amen. Maneno mazito kwa wakati huo. Vilikuwa ni sio vitu vya kawaida. Amen. Mtu kujitabiria mwenyewe kwamba hata mkiniua, yes, mimi nitawafufukia. Amen. Yaani unawaambia jamaa wanakuchapa viboko na unawaambia wewe nichape nichome kabisa na upanga. Amen. But in the 3rd day nitakuwa hai. Amen. Na nitakutokea. Yes. Yaani mchawi anakuja kwenye ndoto anakukaba. Naambia wewe nikabe tu, nitakufufukia. Yaani hata ukinikaba mpaka ukaniua, amen, niue, nitakufufukia. Amen. Nitakutokea kwenye ndoto. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wakati anaongea vile walijua utani. Na wakajua huyu jamaa amepanga njama. Amen. Amepanga njama ili jamaa zake waje wauibe mwili wake. Amina. Alafu aseme alichosema ni kweli. Amen. Wakaweka walinzi. Yes. Walinzi. Amina. Kwenye kaburi. Amen. Ili kuzuia unabii wa siku ya 3 usitimie. Amen. Yaani wewe ukishajitamkia tu neno zuri, yes, wachawi wataweka walinzi. Amen. Kuhakikisha haitimii. Yes.
Ipo vita katika ufufuo wako. Amina. Iko vita katika amani yako. Yes. Iko vita katika ushindi ambao Mungu amekuandalia. Amina. Iko vita katika ukombozi wa uchumi wako. Amen. Kwa sababu ukisha utamkia kwamba uchumi wangu utafufuka mwaka huu, huo yes, mwaka ndio siku ya 3. Amen. Wachawi wanaweka walinzi. Amina. Lakini siku ilipotimia, maandiko yanasema palitoka mwanga mkubwa. Yes. Radi si radi. Amen. Tetemeko si tetemeko, mwanga mkali. Jiwe likaondolewa kwenye kaburi. Haya yote ni mapambano kuhakikisha ule unabii unatimia. Amen. Kwenye maisha yetu wametuwekea mawe. Hayo mawe kazi yake ni kuzuia unabii. Yes. Unabii. Amen. Usitimie. Amen. Yaani kwamba wasitoke kaburini. Yes. Je, tangu tumeanza kuomba maombi, kuna unabii kiasi gani ambao umekuja kwako? Amina. Usidhani kila tunapokutamkia mazuri wachawi hawafanyi kazi. Wanafanya kazi nzito ya kuweka mawe mlangoni mwa kaburi, kwamba ule unabii usitimie. Watoto wa mama huyu waendelee kukaa kwenye vifungo vya ndoa, kwenye vifungo vya uchumi. Lakini yupo malaika, amen, ambaye atatumwa, atashuka. Amen. Akishuka anaondoa jiwe kwenye maisha yako. Amina. Anaondoa jiwe kwenye kaburi. Yes. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kila kaburi waliloweka jiwe likaondolewa hilo jiwe kwa jina la Yesu. Tuma malaika, tuma nguvu ya kuvingirisha mawe katika jina la Yesu Kristo. Hebu sema amina mahali ulipo. Amen. Na miongoni mwa vitu vya ajabu ni kwamba ufufuo huu ukishatokea hafi tena. Amen. Yaani jinsi Kristo ufufuo wake walivyo design, ulivyoandaliwa, yes, ni kwamba baada ya kufufuka hakuna tena kifo. Hakuna tena mauti inayoweza kumshikilia. Amen. Sema amen. Amina. Ila kama unaanguka unakufa tena, unaanguka unakufa tena, unainuka alafu tena mambo yako yanaharibika, bado. Amen. Kuna kiwango unatakiwa ufikie ambacho ukishainuka hakuna wa kukushusha chini. Amina. Hawepo, hawezi hata akijaribu. Amen. Ndio tunachokitafuta hicho kiwango. Yes. Kwamba Mungu akituinua hata wapande kwenye madhabahu 21. Amen. Kwenye milima 3. Amen. Wachinje ng'ombe 21. Amen. Kondoo 21. Amen. Lakini hatutaanguka tena. Amen. Sema amina. Amen. Sema amen. Amen. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ulichokitamka juu yangu kikatimie, kikafanyike kwa jina la Yesu Kristo. Lile kusudi ulioliandalia likatokee kwa jina la Yesu. Hebu piga makofi na vigelegele. Amen. Tusome kitabu cha Warumi. Warumi 6 mstari wa 9. Nitasoma kitabu cha Warumi sura ya 6 na mstari wa 9. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Amen. Tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Amina. Hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Kwa hiyo mwanzo mauti ilimtawala, ndio maana wakamkamata, wakamfunga, wakampiga. Ndio maana kwenye maisha yetu adui anapata nguvu ya kutukamata, ya kutufunga. Tulikuwa na mipango mizuri, lakini adui anapata kibali. Amen. Anakamata hatua zetu. Yes. Anaweza kutufunga. Amina.
Manake ni mauti ndiyo iliyotukamata. Amen. Lakini baada ya ufufuo, amen, maandiko yanasema hafi tena. Amen. Wala mauti haimtawali tena. Amina. Manake zile ndoto za marehemu, ndoto za makaburi, amina, hatutaziona tena. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Kila mauti iliyonitawala kwa kupitia nguvu za giza, nguvu za makaburi, nguvu za kiukoo, maagano ya kifamilia, maagano ya mtaa, maagano ya mazingira, maagano ya milimani, maagano ya kwenye madhabahu zote za familia, hizo nguvu za kaburi zilizonitawala kuanzia leo napindua, nageuza kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Na wanapenda sana kukulaza kwa kausingizi. Amen. Wakishaona somo linakolea, huyu tena inakuwaje tena atoke kaburini? Inakuwaje tena leo afufuke kimoja afu asife tena? Amen. Sema nakataa. Nakataa. Usingizi umepaa au bado upo? Mwangalie jirani. Hapa ni lazima usinzie. Ili somo ni lazima wakuchape na kausingizi. Ukiona kanakuja, hebu simama kwanza afu sema amen. Yaani unakuwa kama umelipuka hivi. Amen. Jirani yako mwacha akushangae, lakini wewe unajua unapambana na kaburi. Amen. Unapambana na mauti. Amen. Sema nakataa. Nakataa kutawaliwa na mauti kwa jina la Yesu. Nakataa kutawaliwa na mauti kwa jina la Yesu. Nikifufuka leo sifi tena, sifi tena, sifi tena kwa jina la Yesu. Hapo lazima wakasirike, lazima wakasirike, yani ndio haufi tena. Hebu sema sifi tena. Sifi tena. Sema sifi tena. Sifi tena. Kama mlishindwa kula nyama yangu, amli tena. Walisha kushindwa na kuhakikishia. Amen. Walitamani kukuchoma mshikaki. Amen. Lakini leo haufi tena. Yes. Sema nakataa. Nakataa kufanyika mauti, kutawaliwa na mauti kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yeyote anayehusika na kukufunga na kukurudisha nyuma, leo ana bahati mbaya kukuacha umekanyaga hapa. Ana bahati mbaya kukuacha umefika hapa. Amina. Kwa sababu kinachokwenda kutokea leo na hayo unayoyaandika kwenye karatasi, leo kuna badiliko kubwa linaenda kufanyika. Amen. Leo kuna jambo la ajabu ambalo Mungu akifufua havitakufa tena. Amen. Jambo la kwanza, la pili, la tatu, yote uliyoyaandika hayatakufa tena. Yes. Hebu yapitie kwanza, pitia karatasi yako. Pitia tafakari. Pitia tafakari. Bwana, ninatamka yale yote yaliyoandikwa kwenye karatasi. Nguvu za giza, nguvu za mauti hazina kibali cha kuyashikilia. Hebu nyoosha hiyo karatasi juu. Nyoosha hiyo karatasi juu. Yes. Nyoosha hiyo karatasi juu. Hayatakufa tena. Natamka hayatakufa tena. Power, wewe nakupa kwako Laiza. Hayatakufa tena. Hayatakufa tena. Wewe nyoosha tu, nyoosha. There is a big revival happening in the spirit. My Lord, nguvu ya kaburi, nguvu ya kaburi, utawala wa makaburi leo, achia maombi ya watu.
utawala wa makaburi, utawala wa makaburi. Nasema hivi vitu havitakufa tena, havitakufa tena, havitakufa tena. Kama ni ndoa, kama ni uchumi, kama ni kazi za mikono, kama ni karama, kama ni vibali vya watu, havitakufa tena. Yes, havitakufa tena. Chochote ambacho kilizikwa kilikufa. Ile nguvu ya mauti haitatawala, haitatawala miili ya watu. Ndio, kuna watu wanapigana na mkono wako ulioshikilia. Kuna watu wanavuta huo mkono, wataki unyooshe juu. Wanasema kwa nini? Kwa nini? Kwa nini unatufanyia hivi kwani? Kwa nini unafanya mambo ambayo sio yenyewe? Mbona unatuletea mambo meusi? Mbona unatuletea mambo ya kutisha? Nasema hamtaua tena vitu vyao. Hamtaua tena karama na vipawa na utumishi. Kuna watumishi hapa wanainuliwa, watoto wake ambao umewafuatilia, amewaandika kwenye karatasi. Hamtaua tena. Yes, nguvu ya maombi, nguvu ya maombi, nguvu ya kusoma neno. Kuna mtu ameandika nguvu ya kusoma neno. Kuna mtu ameandika nguvu ya maombi. Kuna mtu ameandika kazi za mikono. Power, power. Ndio, kuna mtu ameandika ndoa, ameandika ndoa, amemwandika mume wake. Yesu gusa, gusa. Yesu gusa. Biashara, tunafanya biashara ya chakula, haitakufa tena, haitakufa tena. Ninatamka, kuna wanafunzi hapa ambao wanahitaji kushika namba nzuri, wanahitaji matokeo makubwa. Yes, yes, wanaingilia kati. Gusa, gusa, gusa. My God. Sante Bwana. Sante Mungu unayetenda mambo makubwa. Sante Bwana wa majeshi. Sante Mungu mwenye nguvu. Hakuna kitakachokufa tena. Hakuna kitakachoharibika tena. I speak resurrection, restoration. Ndio mnamwachia hilo kaburi la ukoo. Kuna kaburi huwa unaliota. Kuna kaburi ambalo lilikamata hivyo vitu ulivyoviandika hapo. Ninatamka leo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, yeyote anayevuta huo mkono wako, hataki unyoshi. Kama wanatumia mkono wa marehemu, kama wanatumia sura ya marehemu, kama wanatumia sura ya mtu alikufa, leo achia, achia, achia. Achieni mikono yao, achieni mikono yao, achieni vyote mlivyovishikilia leo. Kila mlichoiba, kila mlichoshikilia. Jesus. Yes. Vyote, vyote. Walishakuibia kibali cha ndoa, walishakuibia vyote ambavyo ulistahili kupokea. Jesus. Asante Bwana. Vinapokelewa, vinapokelewa, vinapokelewa. Maombi yako yanapokelewa, maombi yako yanapokelewa. Wewe endelea kutamka, endelea kutamka tu. Endelea kumuita Yesu hapo ulipo. Endelea kumuita Bwana wa majeshi. Mwambie Yesu, nakukabidhi maombi yangu haya. Mwambie Yesu yapokee. Mwambie Yesu jitukuze mwenyewe. Mwambie Bwana onekana.
Mwambie Yesu, onekana, onekana Bwana. Ndio. 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 Kuna watu maombi yao yanapokelewa kwa kiwango cha ajabu. Haya hayatakufa tena. Ninatamka kwa jina la Yesu, Mungu anayetenda mambo makubwa, hayatakufa tena. In the name of Jesus. Say amen. Soma kitabu cha Yohana 11 mstari wa 25. Kama kuna mengine umeyakumbuka, ongezea. Geuza na upande wa pili. Karatasi ikijaa, omba tena booklet nyingine. So unajua kwenye mtihani wewe umeishiwa vya kuandika, wenzako wanaomba karatasi. Utajiuliza, booklet imejaa, watoto umewaandikia, waongezee wanaohitaji nyongeza. Soma. Nitasoma kitabu cha Yohana sura ya 11 na mstari wa 25. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Amina. Hebu sema amen. Amen. Mimi ndio huo ufufuo na uzima. Amen. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Amen. Inatakiwa kumwamini Bwana. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Tusome kitabu cha Warumi 8:11. Nitasoma kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 11. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Lakini ikiwa roho wake yeye, yes, aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa, ya nini? Ya kufa. Kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Ndani yenu. Amina. Maana yake Roho Mtakatifu akikaa ndani yetu, miili yetu ambayo ipo katika hali ya kufa. Hali ya kufa ni hali gani? Anaposema miili yetu iliyo katika hali ya kufa, ni mambo yetu yote ya kimwili. Kazi zetu za mikono zipo katika hali ya kufa. Kwa nini usiandike? Amina. Ndoa zetu zipo katika hali ya kufa. Kwa nini usiandike ndoa kwenye mahitaji? Amen. Miili yetu ina magonjwa. Yes. Ule ugonjwa unaoona sababu yake kuu ni kutaka kukuua. Amina. Maanake ni hali ya kufanya nini? Ya kufa. Amen. Andika ugonjwa wowote ili Mungu leo akapindue matokeo. Yes. Aondoe hali ya kufa. Amen. Huo ugonjwa usiwe tena na matokeo ya mauti. Amen. Uwe ni ugonjwa ambao unakuja kwa utukufu wa Mungu. Amen. Sema amen. Amina. Kila kilicho katika hali ya kufa, yes, Mungu akiweka roho wake ndani yetu, amen, tunakwenda kuhuishwa. Yes. Sema kuhuishwa. Kupewa uhai. Kupewa uhai. Kupewa uhai. Kupewa uhai. Mtoto wako anaambatanishwa na magonjwa. Yes. Tangu amezaliwa. Amen. Paka leo. Yes. Leo roho wa Mungu. Yes. Roho Mtakatifu ambaye alimfufua Kristo. Amen. Anakwenda kumhuisha mtoto wako. Amina. Sema amen. Amen. Kuna vitu
Pengine wewe hujaona, haujajua kwamba vipo katika hali ya kufa. Amina. Inawezekana ajira ulionayo ipo katika hali ya kufa na wewe haujui. Amen. Lakini maadui walishapanga mipango. Walishatengeneza mchoro wa kuua ajira yako. Amen. Hata kama sisi hatujui. Lakini Mungu ameachilia roho wake. Amen. Huyo roho akikaa ndani yetu vinakwenda kuhuishwa kwa jina la Yesu. Amina. Natamka kuhuishwa. Amen. Natamka ufufuo. Amen. Kuhuishwa maana yake kupewa uhai tena. Amina. Kama uhai uliondoka kwa njia yoyote, leo uhai utaingia. Amina. Kama wewe ni mwimbaji, lakini uimbaji wako upo katika hali ya kufa, natamka leo urejesho wa pumzi ya Mungu. Nabii Ezekiel anaonyeshwa bonde lenye mifupa mikavu. Haleluya. Amina. Na Mungu anamwambia, je, mifupa hii inaweza kuishi? The dry bones. Amina. Can the dry bones live again? Amen. Mungu anamuuliza nabii ili nabii aseme neno. Amina. Kinachotakiwa ni neno tu. Amen. La nabii. Amen. La utabiri. Amen. Ya kwamba siku ya tatu wataishi. Amen. Siku ya tatu atafufuliwa. Amen. Siku ya tatu atapata ndoa. Amen. Atapata mchumba. Biashara itaongezeka. Biashara itatanuka. Amen. Neno la nabii likitamkwa tu. Amina. Yaani Mungu hakutaka kutamka mwenyewe, anamwambia nabii, hebu toa unabii juu ya mifupa mikavu. Amina. Hebu nitafutie hiyo habari. Wakati nabii anaonyeshwa, ni ngapi? Ezekiel ngapi? 37 ngapi? Moja kuanzia mstari wake wa kwanza. Soma. Nitasoma kitabu cha Ezekieli na sura yake ya 37. Kuanzia mstari wa kwanza. Roho Mtakatifu atufunulie maandiko. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu. Naye akanichukua nje katika roho ya Bwana. Akaniweka chini katikati ya bonde. Nalo limejaa mifupa. Mstari wa pili. Akanipitisha karibu nayo pande zote. Karibu ya mifupa. Amina. Na tazama, palikuwa mifupa mingi katika ule uwanda. Nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Amina. Ndio. Mstari wa 4. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii. Uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Amina. Ndio. Mstari wa 5. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya. Tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu. Na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Hebu sema amina. Amen. Sema amen. Amen. Bwana angeweza kusema yeye mwenyewe, lakini amehitaji kinywa cha mtumishi wa Mungu. Amen. Toa unabii juu ya mifupa hii. Amina. Kwamba itaishi, itakuwa hai. Upo muhimu wa sauti unayoisikia. Amen. Juu ya maisha yako. Amen. Kumbuka, haya sio mambo ya kusimuliwa kama sisi tunavyosoma kama historia. Amen. Yaani huyu Ezekieli alishuhudia live, mifupa imelala. Amina. Watu walishakufa, wameshaoza. Amen. Nyama zimepotea. Imebaki mifupa mikavu. Amen. Manake mikavu haina chembe ya maji wala damu.
Amina. Ilishakauka, ishapigwa jua sana, vumbi sana. Amen. Lakini ukienda mbele akaanza kutabiri. Yes. Tena akutabiri moja kwa moja, aliambiwa atabiria upepo. Amen. Upepo ukaanza kupita juu ya mifupa. Yes. Mifupa inaanza kupata nyama. Amina. Anashuhudia. Yes. Hajasimuliwa. Amen. Sisi ndio tunasimuliana kila siku, tunaona kama ni story. Amen. Lakini by that time kulikuwa hakuna cha maandiko. Amina. Palikuwa hakuna cha mtu wa kusimulia. Amina. People were living. Yes. Live. Neno la Mungu linashuka kutoka kwa Bwana. Amina. Alafu mtumishi analitamka. Amen. Na watu wanaona muujiza. Amen. Paka tufike kiwango cha miujiza. Amen. Paka tufike kiwango cha kuamuru upepo. Yes. Upepo unatia uhai. Amen. Unasafiri hapa, upepo tunaupeleka kijijini kwenu. Amen. Kama kuna mgonjwa kule anafufuka. Amina. Sema amen. Amen. Sio story. Yes. Ni kitu live. Amina. Hii imekuja kuandikwa, lakini wakati huo palikuwa hakuna maandiko. Amen. Mtu anatembea hivi alafu Mungu anamwambia angalia hapo. Yes. Unaona hao watu wamechoka choka hao? Unaona hao watu wanaosinzia kwenye ibada? Hao wamekamatwa na mizimu ya kwao. Amen. Hebu kemea mzimu, babu yake huyo ndo amekaa kichwani. Amen. Kikemea tu mtu anafufuka. Amen. Leo kuna mtu anafufuliwa hapa. Amina. Leo kuna mtu anaamka hapa. Yes. Leo kuna mizimu inaachia familia. Hey. Inaachia kazi za mikono. Wanadhani kwamba watu wamekufa. Ndio. Wanadhani watu ni mifupa mikavu. Hey, hey. Kumbe ni jeshi kubwa. Amina. Jeshi la Bwana. La Bwana. Amina. Natamka ufufuo kwa kila kilichokufa ndani ya maisha yako. Amen. Sema amen. Amen. Sema amina. Amen. Sema amen. Amen. Sema amina. Amina. Nyama itarudi. Yes. Damu itarudi. Itarudi. Ngozi itarudi. Itarudi. Na pumzi ya uhai. Yes. Itajaa ndani yako. Amina. Kwa jina la Yesu. Amina. Sikate tamaa. Yes. Usichoke. Usiharibikiwe. Pokea hiyo pumzi. Amina. Pokea nyama zirudi. Amen. Pokea damu ya Yesu ipate pita. Sema amina. Amen. Sema amen. Amina. Je, mifupa mikavu itaweza kuishi? Amen. Wajua wewe Bwana. Yes. Simama juu. Amen. Simama. Taka tuhutabirie upepo. Yes. Hebu endelea pale msomaji kabla hujafunika. Simama, simama. Fungua tena, ni Ezekieli 37. Ukurasa wa ngapi tena ule? Anza kujinyosha nyosha. Amina. Usisimame kama mifupa mikavu. Simama kama mtu mwenye nyama, mwenye damu, mwenye pumzi ya Mungu. Yes. Amina. Endelea pale. Nitarudia. Yeah. Ezekieli 37 mstari wa kwanza. Usirudie pale ulipofika, endelea. Amina. Tunataka sema yenye action sasa. Baada ya Mungu kumwelekeza, sasa action inakuja. Mstari wa 5. Yeah. Bwana Mungu aiambia mifupa hii. Aiambia mifupa hii maneno haya. Tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Mstari wa 7. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamliwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na mifupa ikasogeleana, mifupa kwa mifupa. Nitarudia, mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake. Yes. Ngozi ikaifunika juu yake. Dio. Lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Haikuwamo pumzi. Ndipo akaniambia, tabiri, uitabilie upepo. Pepo. Mwanadamu,
Akauambie upepo. Kauambie upepo. Bwana Mungu asema hivi. Anasemaje? Njoo. Kutoka pande za pepo. Pande zote za pepo. 4. Pumzi. Pumzi. Ukawapuzie hawa waliouawa. Wapate kuishi. Wapate kuishi. Wa 10. Kumbe hawakufa wenyewe bahati mbaya. Amina. Walikuwa wameuawa. Leo utaishi. Amen. Leo utapata pumzi nyingine. Amen. Upepo unakwenda kukupulizia uhai mpya. Yes. Natamka utaishi kuanzia leo. Amen. Kila mauti, kila nguvu ya kaburi, yes, kila nguvu ya bonde haitakufunika tena. Amen. Kuna uhai unakwenda kurudi ndani yako. Amen. Natamka damu inarudi ndani yako. Yes. Nyama inarudi ndani yako. Amen. Chochote walikikausha, chochote walikiua, yes, ile roho ya kuuawa inatoka kuanzia sasa. Katika jina la Bwana wa majeshi, Mungu aliye hai. Amen. Jina la Yesu Kristo, yes, inapenya kuanzia sasa. Amen. Inua mikono yako mbele za Bwana. Yes. Inua mikono. Pumzi mpya. Pumzi mpya kwa watakatifu wa Mungu. Pumzi mpya kwa watakatifu wa Bwana. Pumzi mpya kwa watakatifu wa Bwana. Watu wao wanaweza kuishi tena Yesu. Kazi zao zinaweza kuishi tena Bwana. Ndoa zao zinaweza kuishi. Kazi za mikono. Natoa unabii juu ya hewa inayopita hapa Mwenge. Hii pumzi inayopita hapa Mwenge, upepo huu ukalete matokeo mapya kwenye maisha yetu. Kalete nguvu mpya ya urejesho. Kuna mambo yameuawa tumeandika kwenye karatasi zetu Bwana. Kuna mambo yameuawa. Bwana, achia ile nguvu, achia ule upepo. Ule upepo unapopita. Na watu walikamatwa tangu walipokuwa mabinti. Kuna watu walifungwa na minyororo kaburini. Walifungwa kwenye nguzo. Walifungwa kwenye mashimo. Watu hawa ni watu walionaswa. Watu waliotekwa kwenye mashimo. Wala hakuna asemaye rudisha. Natamka leo urejesho, urejesho. Endelea kutafakari vile vitu ambavyo nataka leo Yesu aviguse. Tafakari vile vyote ambavyo nataka Bwana wa majeshi aviguse. Shika ile karatasi, shika ile karatasi. Shika ile karatasi wakati unainua mikono, ikunje vizuri au inyooshe, ifunyooshe. Wakati napita ninaweza nikasoma nikakuombea. Wewe inyooshe tu, ifungue. Yes. Inyooshe kabisa. My God. Yeah. Yeah. Amenena mwenyewe. Haleluya. Utaishi ukitazama. Yeah. Ni ujumbe wa wema. Haleluya. Asante Bwana kwa maajabu ambayo unakwenda kuyafanya. Hakikisha umeandika jina lako. Hakikisha umeweka na namba ya simu. Haleluya. Yeah. Wa maisha ya imba, tazama, tazama, ishi sasa, ishi. Kuna watu wataishi sasa. Kumtazama,
Haleluya.